Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe tena siku ya leo, siku ya Jumanne, ambayo tunakutana tena asubuhi hii na mapema kutafakari maneno ya Mungu, maneno yale ambayo Mungu anatupa siku ya leo, tukiendelea kujifunza kwa habari ya kufunguliwa mambo ambayo yameshindikana katika namna ya kibinadamu. Tunapokwenda katika shughuli zetu za kila siku, yamkini yako mambo ambayo yanaonekana katika hali ya kibinadamu yameshindikana. Basi siku ya leo tunakwenda kujifunza sehemu ndogo tu ya namna ambavyo Mungu yuko tayari kuendelea kutufungua katika maisha yetu. Tuombe. Bwana Yesu, ninasema asante kwa sababu ya watu hawa walioamka asubuhi na mapema wakitaka kujifunza maneno yako, wakitaka kujifunza kwa habari ya namna ya kuenenda. Mungu, tunakusihi tunapotafakari mambo haya yakaguse maisha yetu, yakaguse maisha yetu na mienendo yetu, ili tunapoanza shughuli zetu za siku hii, Mungu uonekane katika yale mambo ambayo yamefungwa katika hali ya binadamu na kuonekana yameshindikana, lakini sasa tunapoyaendea yanafunguliwa. Tunaomba hayo kwa Kristo Bwana wetu, amen. Nilete neno kutoka katika Injili ya Marko sura ya 5 kuanzia aya ya kwanza. Injili kutoka katika Marko sura ya 5 kuanzia aya ya kwanza inazungumza kwa habari ya Yesu, ambapo wanasema wakafika ng'ambo, kuanzia mstari wa kwanza ule, ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena hata minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, na kwa watu wengi, kwa kuwa tuko wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wale wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote lile likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Bwana Yesu asifiwe. Ninasoma maneno haya ya habari ya mtu ambaye jamii yake ilikuwa imemkatia tamaa, ambaye alikuwa katika hali ya mateso, ambaye alikuwa amefungwa, na alikuwa na mazingira ya kufungwa ambapo hakuna namna ambavyo kibinadamu mambo yake yanaweza kufunguliwa. Lakini Yesu anakutana naye na tunaona hali ya kufunguliwa mara moja. Nazungumza kwa habari za Yesu ambaye anafungua vitu ambavyo katika hali ya kibinadamu vinaweza vikaonekana vimeshindikana kufunguliwa. Ninatazama mazingira ya mtu huyu ambaye Biblia inasema mtu huyu alikuwa anakaa makaburini. Tena Biblia inasema mtu huyu alikuwa anapiga kelele mchana na usiku. Na tena Biblia inasema mtu huyu alikuwa akijikatakata kwa mawe. Maana yake mwili wake ulikuwa umejaa vidonda na makovu. Maana yake mwili wake ulikuwa unanuka. Maana yake mwili wake ulikuwa umekwisha kuonekana kama mwili wa mtu usiona thamani, mtu mchafu. Mtu huyu alikuwa kwenye maumivu.
lakini Biblia inasema hata minyororo na pingu haikuweza kumfunga tena. Maana yake hata ndugu zake aliyekuwa akiishi nao katika maeneo yale walikwisha kuona hakuna namna ya kumsaidia mtu huyu. Hakuna namna ya kumsaidia mtu huyu. Wamekwisha kumfunga mara nyingi. Inawezekana wamekwisha kumpeleka kwa waganga wa dunia. Inawezekana wamekwisha kumpeleka kwa madaktari wa akili. Wamekwisha kwenda kwa miungu mbalimbali wakijaribu kupata tiba, wakijaribu kupata kufunguliwa. Kwa jambo lile linaonekana sasa amekwisha kushindikana, labda tusubiri tu afe. Ndivyo ambavyo maisha ya mtu huyu katika Injili yanazungumzwa. Kwa hiyo tunatazama maisha ya mtu ambaye anamuona Yesu. Tukishamtazama huyu wa kwanza, tumwangalie Yesu sasa ambaye anakuja amevuka, amefika katika nchi ile ya Wagerasi. Na anamkimbilia, anamsujudia, anamwambia tafadhali usitutoe katika nchi hii. Maana yake mapepo ambayo yameshindikana na miungu ya dunia, mapepo ambayo yameshindikana na wanadamu, matatizo ambayo wakati mwingine wanasema hili ni kubwa sana haliwezekani, yanapomuona Yesu, yanamkimbilia Yesu, yanamsujudia. Alafu anamwambia usitutoe katika nchi hii. Asa tazama, mtu yule ndugu zake inawezekana wamekwisha kumkatia tamaa. Hakuna namna anaweza akapona. Na yale mapepo yanaulizwa unaitwa nani? Yanasema naitwa Legion. Hasa katika lugha ya kidunia, Legion ni lugha ambayo ukiangalia katika Warumi ni saizi fulani la askari wa jeshi ambao wako 5,000. Maana yake kama vile Yesu aliuliza nini ni nini, wakasema sisi ni mapepo 5,000. Na jeshi lina taratibu moja. Jeshi ni kitu ambacho kinakwenda kwa kufuatisha amri. Kwa hiyo lile jeshi la mapepo 5,000 yako ndani ya mwili wa mtu mmoja. Mtu huyu ndio maana muda wote anajikatakata na mawe. Ndio maana muda wote anapiga kelele, kwa sababu jeshi linashambulia mwili wake. Jeshi linashambulia maisha yake. Amefungwa na jeshi zima. Sio watu wawili au sio watu watatu. Mtu wa namna hii anapokuja umuombee, unapotoa pepo lile hautoi pepo mmoja, unatoa jeshi zima. Liko ndani ya mtu mmoja. Na Biblia inaposema anapiga kelele mchana na usiku, maana yake anapiga kelele akiwa macho, anapiga kelele akiwa anakula polini, anapiga kelele akiwa amelala. Hakuna muda ambao mwili wake unapata kupumzika. Amefungwa kwa namna ambayo kibinadamu inawezekana, inaonekana si rahisi tena kufunguliwa. Lakini anapokutana na Yesu, anapomtazama Yesu na anamuona Yesu kwa mara ya kwanza, anakimbia na kwenda kusujudu. Na anaposujudu, Yesu anaona sasa lile legion, anaona ule wingi wa mapepo, na anamsihi usitoe katika nchi. Sasa wanakuambia hivi, wakati wanatolewa wale mapepo wakapelekwa kwenye nguruwe, wale nguruwe wanakuambia wanapata 2,000. Maana yake legion ile ya mapepo 5,000 wakaingizwa katika mwili wa nguruwe. Tazama nguruwe alivyo mnyama mdhaifu. Kwa mapepo yale yaliyokuwa katika mtu mmoja yalipoingizwa kwenye nguruwe 2,000, nguruwe alishindwa kuishi, yakakimbia chini ya mlima, yakaona bora yakafe katika maji. Lakini roho ya mtu huyu ilikuwa ndani mle imefungwa, ilikuwa inapambana, ilikuwa haina tumaini, lakini inapambana, haikukata tamaa, haikufa mpaka Yesu alipotokea. Ndivyo ambavyo maisha yetu tunapaswa kujua kwamba Yesu anaweza kuja katika wakati wowote. Tukiwa tumefungwa na mambo ambayo wanadamu wanahisi kwamba ni mambo hayawezi kufunguliwa, mambo hayawezi kupona, mambo hayafai kabisa, tukiwa tumefunga katika mazingira hayo, Yesu akitokea mara moja anaweza kutufungua. Maumivu yale ya mtu kupiga kelele mchana na usiku, nguruwe akasema tusijionee shida, heri tufe. Maumivu ambayo lile jeshi la pepo ndani ya mtu mmoja ilikuwa likimtesa, ya kwamba mguu pande mguu sawa, yalipokwenda kwa nguruwe, nguruwe akasema hapana. Huyo mtu alikuwa na uwezo mkubwa sana ndani yake wa kutuvumilia, la kuvumilia maumivu. Sisi bora tufe. Na mambo magumu namna hii yanapitia watu wengi. Watu wengi wanapitia mambo magumu namna hiyo. Ninapokwenda kukuelezea kwa habari ya kufunguliwa mambo ambayo yanaonekana magumu, ni kitendo cha kukubali na kumkimbilia Yesu.
Ni kitendo cha kwenda kwa Yesu na kupiga magoti na kumsujudia. Ni kitendo cha kumsujudia Yesu ndicho ambacho kilifanya Yesu afanye mazungumzo na tatizo la mtu yule, afanye na mazungumzo na tatizo lililomfunga mtu yule. Wakati mwingine tunakimbilia dunia, tunakimbilia elimu, tunakimbilia kazi, tunakimbilia connections za watu tunaowajua hawana uwezo wa kutatua matatizo yetu. Tunapomkimbilia Yesu wa msalaba, kama mtu huyu aliyefungwa katika mambo yaliyoshindikana, tunapomkimbilia Yesu wa msalaba na kumsujudia na kuanguka mbele yake, tunatengeneza mazingira sasa ya sisi kutatuliwa matatizo yetu ambayo dunia imeyakatia tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tafakari siku ya leo. Tafakari siku ya leo. Liko jambo gani katika maisha yako? Yamkini liko jambo ambalo dunia nzima inaona huna namna ya kutoka katika jambo hilo. Limekufunga kabisa. Huoni mbele, huoni nyuma, huoni pa kutokea. Limekuzingira sana na jambo hilo ndio linazungumzwa kama sifa yako. Limekufunga katika namna ambavyo jamii haiwezi tena kukuamini. Watu hawawezi tena kukuamini. Watu hawawezi tena kufanya kazi na wewe. Katika jambo lile, mkimbilie Yesu. Yamkini ni ugonjwa ambao watu wamesema hauna siku nyingi, lakini ugonjwa ule labda umewekwa katika namna ya kipepo, au hata kama umekuja katika namna ya kibinadamu, una maumivu mengi na watu wanakutazama wanasema huyu mwaka huu hamalizi. Wiki hii, Jumanne hii, wakati huu tumezungumza mambo haya, ninakuambia mtazame Yesu ambaye alimponya mtu kule katika nchi ya Wagerasi. Mtazame Yesu, uende naye siku ya leo. Mpeleke katika tatizo lako. Mpeleke atangulie pale ambapo mitego ya wanadamu waliokukatia tamaa ipo. Mtazame Yesu ambaye anaweza kuinua, akakufunika, akakuficha, akakuondolea aibu, akakuondolea shida, akakuondolea kifungo, kwa sababu hapa imethibitika kwamba Yesu anaweza kuponya yote. Yamkini yako mambo mengine huwezi kusema na mtu, sema na Yesu. Yamkini yako mambo mengine umesema na watu wamekutia moyo, lakini huoni chochote, sema na Yesu. Yamkini wapo watu wanaokujua ambao walijaribu kukusaidia, walijaribu kukufungua, walijaribu kukufungulia milango, walikupeleka kwenye vibarua, walikupeleka shule, walikupeleka katika kazi mbalimbali, walikupa mtaji ukala. Sema na Yesu. Sema na Yesu, kwa sababu yeye anaweza. Yeye anaweza kubadilisha iliyoonekana kuwa ni mbaya ikawa inafaa. Yeye anaweza kusema na maumivu yakaitika, yakajitambulisha na yakatii, yakatoka. Yeye anaweza kusema na matukano yakakimbia. Yeye anaweza kusema nawe akabadilisha mfumo mzima wa maisha yako, kama alivyombadilishia mfumo mzima wa maisha yake huyu Bwana. Na mwisho kule wanasema akamwambia, nenda kajionyeshe kwa viongozi wako waliokukatia tamaa. Nenda kajionyeshe kwa ndugu zako waliokukatia tamaa, ili nao pia inawezekana waimarishwe. Asubuhi hii ninapokwenda kumaliza, ninatamani Yesu akusaidie na wewe, ili mambo yako yote, mambo magumu yaliyofungwa, yaliyokatiwa tamaa, mambo magumu yaliyokufunga, yaliyokufanya hata wewe mwenyewe upige kelele mchana na usiku, wewe mwenyewe uumize mwili wako, wewe mwenyewe uumize roho yako, yapate kufunguliwa. Basi tuinamishe vichwa tuombe. Bwana Yesu, tazama nafsi zetu zinapiga makelele. Tazama roho zetu asubuhi hii zinapiga makelele zikihitaji msaada katika mambo yale ambayo katika macho ya wanadamu yamekatiwa tamaa. Tazama nafsi zetu zimefichwa mbali, zinateseka, zimefunikwa, zimezingirwa na majeshi, na tunasikia maumivu hata kama tunainuka na kwenda kufanya shughuli zetu. Bwana Yesu, asubuhi hii tunapofanya maombi haya, yawe ni maombi ya kufungua mambo ambayo wanadamu wameyakatia tamaa. Yawe ni maombi ya kufungua mambo ambayo yanaonekana yameshindikana. Yawe ni maombi ya kuponya vidonda katika miili yetu, vidonda ambavyo tumesababisha wenyewe kwa kujiona hatuwezi,
vidonda ambavyo tumesababisha wenyewe, kwa sababu yako mambo yamepandwa katika nafsi zetu. Nafsi zetu zimefichwa mahali. Kule zilipofichwa Mungu, zifichue, zilete mahali hapo, zibariki Bwana. Zilete mahali hapa, zikutane na Yesu. Zikutane na Yesu, zimsujudie. Zikutane na Yesu, zimsujudie. Zikutane na Yesu, zipate kufunguliwa, kwa sababu Yesu yuko tayari kufanya jambo jipya siku ya leo kwa ajili yangu na kwa ajili ya kila mmoja anayetusikiliza, kwa ajili ya kila mmoja anayetusikiliza mahali fulani ambapo anaona yako mambo yameshindikana. Basi akuone wewe na akusujudie wewe na umfungue, umtakase, umpe afya mpya, umpe mwanzo mpya. Yamkini watu walimsaidia mahali fulani na kumpa mtaji akachezea, wakampa nafasi ya kazi akachezea, wamemkatia tamaa, wamemwekea kwenye fungu la kukosa. Lakini akutane na wewe Yesu, apate kuona mwanzo mpya, mwanzo mpya ni akili mpya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunajisogeza mbele yako, tunajisogeza mbele yako, tunajisogeza tukiabudu na kusujudu ili tupate kufunguliwa, kwa sababu historia yako katika Biblia hii, katika maandiko, inaonyesha kwamba una historia ya kuponya watu. Kama ulivyomponya huyu mtu mwenye mapepo kwa majeshi ambayo alikuwa amekaa makaburini akiwa amekatiwa tamaa, ndivyo unaweza kuniponya mimi katika chumba changu cha siri, katika mambo ambayo watu wengine hawayajui, katika mambo ambayo watu wengine hawayajui. Ninaomba Bwana utusaidie katika jina la Yesu, ninaomba na kuamini, amen. Basi nikushukuru kwa kutusikiliza siku ya leo. Unapoanza kujiandaa na shughuli za kazi na shughuli zako za shule na shughuli zote za siku ya leo, unapoyaendea mambo yako siku ya leo, yatazame ya kwamba Yesu ameshakwisha kuvuka, yupo karibu yako. Ni wewe kumsogelea na kumuinamia na kumsujudia ili apate kusemezana na tatizo lako, umweleze. Usisahau kuja siku ya kesho katika chaneli yetu saa 11 alfajiri kwa ajili ya kipindi hiki cha Pambazuko, na mwambie na mwingine. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment katika chaneli yetu. Mungu akubariki sana. Amen.